Hii ni sehemu ya 5 ya simulizi inaitwa Kimya Kizito, iliyoandikwa na Hansi Marcelini. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri, sehemu iliyopita ilikuwa ni sehemu ya 4 tulipokuwa tumeishia. Ilikuwa ni pale ambapo Leila alikuwa anatoka pale nyumbani kwa Hansi mara baada ya kutoroka kule nyumbani na mdogo wake, wakiaga kwamba wanaelekea kwenye birthday ya rafiki yao, na sasa mdogo wake alikuwa ameshampitia ili kusudi warudi nyumbani. Lakini Leila alikuwa amekataa kabisa ombi la Hansi kwamba alikuwa tayari kumtorosha akaishi mbali kabisa ili kusudi kuondokana na kero zote za kuchaguliwa mume na wazazi wake. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii, ni sehemu ya 5. Hansi hakujaribu kumfuata Leila. Alibaki tu alikuwa amesimama akiwa anamtazama wakati mlango ulikuwa unafungwa. Leila alifika nje kabisa ambako aliliona gari la mdogo wake Jada lilikuwa limesimama nje ya geti la nyumba hiyo ya Hansi. Hello vipi? Alizungumza pale Leila na alikuwa anafungua mlango na kuketi kwenye siti ya pembeni na Jada. Nimekuwa na wakati mzuri sana, Jada alizungumza vile kwa msisimko. Oh. Yeah, na vipi wewe? Okay. Is it just okay? Jada aliuliza vile. Hebu naomba nipeleke nyumbani kesho, itakuwa ni siku yangu ya kuwa busy sana. Sawa. Jada alihisi kuna kitu kilikuwa kiko sawa kabisa kwa dadake Leila, lakini hakuweza kabisa kumuuliza maswali mengi. Aliondosha gari tu. Walipofika nyumbani, Leila aliingia moja kwa moja chumbani kwake na kisha kujitupa kitandani. Leila, amka, tunachelewa Leila, amka. Ilikuwa ni sauti ya Jada ambaye huyu alikuwa anamwamsha dada yake pale kitandani. Leila aliyageuza macho yake kutazama saa iliyokuwa ndani ya simu yake. Ndipo sasa alipogundua kwamba ilikuwa ni saa 12 za asubuhi. Sio mapema sana kweli mdogo wangu? Alizungumza vile Leila na alikuwa na shamwayo. Wewe mvivu bwana, hebu amka tuondoke. Tukikosa ya appointment tunajua kabisa kwamba itachukua miezi mingi sana kuipata tena appointment nyingine kama hii. Okay, sawa. Alizungumza vile Leila na alikuwa anaamka na kuanza kuzipiga hatua kuelekea bafuni. Basi ufanye upesi huko bafuni dada. Jada alizungumza vile na huko naye alikuwa anaelekea chumbani kwake kwa ajili ya kujiandaa. Bado ilikuwa ni asubuhi wakati mpango wao wa safari ya kwenda kwa babu Mkaliamboga ulipoiva. Walikuwa wamejawa na matumaini mengi kwamba babu huyo atawapatia majibu ya ndoto ambazo Leila amekuwa akiziota usiku. Ni kweli kabisa, Leila alioga haraka na ilipofika saa 12:30 asubuhi alikuwa tayari ameshavalia mavazi masafi katika mwili wake. Alikuwa na fulana pamoja na jinsi pia. Vipi, uko tayari? Aliuliza pale Jada na huko kichwa chake alikuwa amekiingiza chumbani humo alipokuwa amesimama nje. Yes, niko tayari. Basi tuenzetu dada. Alichukua simu yake na kisha kutembea kuelekea nje ya chumba hicho. Jada alikuwa na chupa ya maji ya tunda la apple katika mkono wake wakati wakielekea nje tayari kwa ajili ya kuondoka. Basi wakazama ndani ya gari na Jada akawasha injini na kisha kuanza safari. Leila katika moyo wake alikuwa na wasiwasi kweli kweli. Hisia za kwamba babu Mkaliamboga ataweza jambo lao lilikuwa katika upande mmoja wa akili yake, wakati upande mwingine wa akili yake pia ulikuwa unamwambia kwamba babu huyu hatoweza kabisa kutatua tatizo hilo. Alishawahi kusikia habari nyingi kuhusiana na waganga feki, lakini sasa alikuwa naomba babu Mkaliamboga asiwe miongoni mwa hawa waganga wa mchongo. Chukulia mambo hizi tu, kila kitu naamini kitakuwa sawa dada. Jada alizungumza pale na huko alikuwa anamwambia kama vile alikuwa anamsoma akili yake hivi. Itakuwaje kama huyo mzee atashindwa kunipatia majibu ya maswali ambayo niko nayo? Mkaliamboga nakwambia kabisa kwamba ni mtu mwenye nguvu sana dada. Hawezi kabisa kushindwa ile jambo. Unazungumza kama vile una uhakika kabisa mdogo wangu. Ashawahi kukusaidia tatizo lako lolote lile labda? Ameshawahi kumsaidia rafiki yangu Beta mara kibao, na huko mimi nikishuhudia kabisa matokeo. I say,
Betha alishawahi kunieleza habari za binti mmoja ambaye anaitwa Isabela. Alishawahi kwenda kwa mkalia mboga mwaka jana. Alipewa irizi kwa ajili ya kumwekea boyfriend wake aendelee kumpenda. Bahati mbaya alikosea kufuatisha kile babu alichomwambia afanye. Kwa sasa ni kitu gani ambacho kilitokea kwake? Alishakukamatwa na kuwa kipofu pia. Kipofu? Ndio, ni kipofu na ameishia jela. Kwa sasa unatakiwa kuwa makini kweli kweli kwa maelekezo yote ambayo utakupatia mkalia mboga. Mbona umeanza kunitisha sasa jamani mdogo wangu? Usiniambie kama nataka kurudi nyumbani Jada alizungumza vile na ukweli alikuwa anacheka mwenyewe. Nitaongopa kama nitasema hayo maneno yako hayajanistua. Kuna muda nashangaa kwa nini dada yangu ni muoga kiasi hiki. Sitaji kufa nikiwa bado mdogo wangu. Mpokee Bwana katika maisha yako. Ukimweka Mungu mbele katika maisha yako, basi nadhani hautakuwa na kitu chochote ambacho utakuwa na hofia. Safari ilikuwa inaendelea tu na ukimya ulikuwa na tawala baina yao. Hatimaye sasa walifika mara baada ya mwendo mrefu. Waliegesha gari pembeni ya barabara na kuanza kutembea kuifuata nyumba ya babu mkalia mboga, kwa sababu barabara ilikuwa ni mbovu. Ilikuwa ifikiki kabisa na gari. Hakukuwa na nyumba nyingi katika maeneo kama hayo, na nyumba ya babu mkalia mboga ilikuwa inaonekana kuwa kubwa katika eneo hilo. Waliifikia nyumba hiyo na kisha kutaka kuzama ndani, lakini mlangoni walikutana na binti mwali ambaye huyu alikuwa hana nguo yote katika mwili wake. Binti huyu aliwaamuru wavue viatu vyao hapo na kuacha shilingi 10,000 kwenye meza ambayo hii ilikuwa katika eneo hilo. Ilikuwa ni kama ada ya kuweza kusikilizwa hivi. Walifanya kama ambavyo walikuwa wameamrishwa. Karibuni sana mketi. Baba atawasikiliza muda so mrefu. Alizungumza vile binti huyu anaokuwa alikuwa anawapatia stori na kuwakaribisha pembeni ya mlango wa kuingilia ndani ya nyumba hiyo. Wote walikuwa na wasiwasi kweli kweli. Waliketi kwenye stori hizo mara baada ya kuzipokea na kusubiria. Dakika chache baadaye binti mrembo aliyevaa vizuri alitoka ndani ya nyumba hiyo kubwa na kuvaa viatu vyake haraka na kisha kuondoka. Zamu yenu sasa. Binti yule aliwapokea, aliwaeleza vile. Walisimama na kisha kuzama ndani, na huku binti huyu alikuwa anawaongoza mbali kwenye chumba kimoja cha mwisho kabisa mara baada ya kukatiza ushoroba mrefu. Mtagonga mlango wa chumba hiki hapa mkihisi mpo tayari. Alizungumza vile na huku alikuwa anageuka na kuondoka zake. Jada alikuwa yupo kwenye hatua za kugonga mlango huo, lakini Leila akamzuia kwa kushika mkono wake. Nini tena Jada? Jada aliuliza vile na huku alikuwa anamtazama Leila. Hivyo nafikiri kwamba hili ni wazo zuri kweli. Tunaweza kurudi nyuma. Kweli inawezekanaje tukarudi nyuma? Jada aliuliza vile na huku alikuwa anazungusha macho yake na kuyagarisha mlangoni. Twende. Walisukuma mlango na kisha kuzama ndani. Harufu za mitishamba zikagonga kwenye pua zao. Katikati ya chumba hicho kulikuwa na vitu vingi kweli vya kitamaduni, ikiwemo ngozi za wanyama na pembe zao pia. Na pembeni kulikuwa na meza iliyobeba mizizi mbalimbali na magome ya miti. Babu mkalia mboga alikuwa anaonekana kwamba alikuwa na mzee kweli, na huko ngozi yake ilikuwa inaonekana imejikunja kweli. Alikuwa amevaa gauni chafu jeusi ambalo hili lilikuwa limetengenezwa kwa kaniki, na huko kwenye mafundo ya miguu yake alikuwa amevaa kama kengere hivi. Jada akajikoza kusudi kuonyesha uwepo wao ndani ya chumba hicho. Babu mkalia mboga aliwageukia na kisha kuwatazama. Macho yake yalitoa moja kwa moja kwa Leila na kisha yakafumba. Ghafla kulitokea uwepo wa pressure kubwa katika chumba hicho, na ukuta zote 4 zilikuwa zinaanza kutetemeka kama vile zilikuwa zikitaka kupasuka hivi. Ni kitu gani kimetokea? Jada aliuliza vile, lakini kabla hakujatokea yoyote wa kujibu lolote, kila kitu kikarejea katika hali yake ya kawaida. Leila, malkia wa usiku, binti wa kuzimu. Babu mkalia mboga alitoa sauti hiyo kwa nguvu iliyobeba mshangao fulani hivi kwa wote, na kisha alinamisha uso wake chini kwenye sakafu karibu kabisa na miguu ya Leila. Baraka zote zishuke juu yako. Wewe ni mwanamke mrembo zaidi katika hii dunia, na urembo wako ni mkubwa kuliko mapambo yote katika dunia hii. Leila aliganda tu akiwa anamtazama tu babu mkalia mboga, na huko alikuwa anahisi kuchanganyikiwa. Alikuwa anajiuliza tu maswali kwamba ni kwa nini huyu babu alikuwa ameinama kwenye miguu yake katika hali kama ile,
Maana ya haya yote ni ipi sasa? Jada aliuliza pale, na huku alikuwa anaonyesha mshangao usoni mwake. Ni kitu gani nikulipe ewe malkia wangu kwa kunitembelea siku ya leo? Alizungumza pale babu Mkaliamboga, na huku alikuwa anamtazama Leila. Nadhani itakuwa umeshanganya mtu. Mimi sio malkia, mimi ni mtu wa kawaida tu. Wewe sio mtu wa kawaida kabisa Leila, wewe ni malkia. Leila alicheka tu mara baada ya babu Mkaliamboga kuzungumza vile. Hivi ndivyo ambavyo unaita nguvu yako ya ajabu ama? Alizungumza vile Jada, na huko alikuwa anamtazama dada yake. Na mimi nimeshanganyikiwa tu kama wewe. Jada alitikisa kichwa chake tu. Kuja hapa mmefanya kosa kubwa sana. Huyu sio mwanamke wa kawaida kabisa. Ana nguvu nyingi kunishinda hata mimi. Naomba muondoke haraka kabla sijapoteza nguvu zangu zote nilizo nazo. Leila aligeuka tayari kwa ajili ya kuondoka. Kwa muda mrefu umekuwa ukitokewa na ndoto ngeni zenye kuogofya. Umekuwa ukimwota mwanamume mwenye vazi jeusi akikufuatilia kwa muda mrefu. Wewe kwa sasa umri wako ni miaka 24. Lakini bado mpaka sasa ni bikira, kwa sababu mume wako anataka kuikuta hiyo bikira yako usiku wa sherehe yenu. Babu Mkaliamboga alikuwa anazungumza vile. Wewe umejuaje haya yote? Aliuliza vile, na huku alikuwa anaonyesha kutoamini kabisa yoyote ambayo alikuwa ameyasikia katika sauti yake. Ninafahamu zaidi ya vile ambavyo naweza kufikiria Leila. Wewe ni mwanamke mwenye nguvu sana, na kutokana na uwepo wako najihisi nguvu zangu mimi sio kitu kabisa mbele yako wewe. Kwa hivyo sasa unaweza kutusaidia ama huwezi? Aliuliza vile Jada, na huku alikuwa anaonyesha kuchoka kweli kuendelea kusikiliza ngonjera za babu Mkaliamboga. Babu Mkaliamboga alimtazama Leila. Tafadhali kaa chini. Na mimi sasa unaweza kutusaidia Alizungumza vile Leila, na huku alikuwa anakaa chini. Jada naye alikaa chini vile vile. Babu Mkaliamboga akazishusha pumzi kwa nguvu kabla ya kuanza kuzungumza. Kuna tukio baya sana lilishatokea kabla wewe hujazaliwa. Na tukio hilo limepelekea wewe kuchaguliwa kama malkia. Mwanamume aliyepangwa kukuoa sio mwanaume wa kawaida kabisa. Ni mfalme. Ana nguvu sana na anaweza kutuua wote tuliopo hapa kwa dakika moja tu. Kwa kutunyonga kwa kutumia macho yake peke yake. Mwanaume huyo ambaye unamzungumzia ni nani? Na unajua wapi ambapo anaishi labda? Jada aliuliza vile. Babu Mkaliamboga alianza kucheka kabla ya kunyamaza na kuendelea tu kuzungumza. Ndio napajua ambapo anapoishi, lakini sio kazi yangu kuambia hivyo. Muda utakapofika basi atajionyesha yeye mwenyewe kwako. Unazungumza kama ambavyo anazungumza wazazi wangu. Ni upuuzi tu mimi nauona. Hiyo ni hatima yako wewe Leila. Ilipangwa hata kabla wewe hujazaliwa. Si pia wazazi wako ndio waliotaka iwe hivyo, hapana. Alikuwa na tangu akiwa mdogo sana, na yupo na wewe kila hatua ya safari yako ambayo unapiga. Mimi nimeshachoshwa kabisa na upuuzi kama huo ambao mnazungumza. Utasafiri dunia nzima Leila, mashariki kwa magharibi, lakini hakuna atakayeweza kukupatia jibu kabla ya muda wake kufika. Kitu pekee ambacho nataka ufanye ni kukubaliana tu na kile ambacho kimeshapangwa ili usiaweke maisha ya wengine katika hatari basi. Na itakuwa vipi kama mimi nikakataa kabisa kuolewa? Itakuwaje? Ikitakuwaje na kama nikikimbia kabisa na kwenda mbali kuanzisha maisha yangu mimi? Unaweza ukakimbia ndio, lakini huwezi kabisa kujificha yeye asikuone. Yupo kila mahali ambapo utaelekea. Hawezi kuwa kila mahali bwana, kwani yeye sio Mungu. Jada alizungumza vile. Katika ufalme wetu yeye ndiye Mungu kwa ajili ya familia yako. Katika ufalme wetu sisi yeye ndiyo Mungu. Na kwa ajili ya familia yako ni bora usijaribu kufanya kitu chochote cha kijinga, kwa sababu atawaua wote mmoja baada ya mwingine. Wewe ndio mwokozi wa mwisho kabisa katika familia yako Leila.
hauwezi na katu huwezi kujitoa kwa kiumbe huyu hata mara moja. Mungu wangu, siwezi kabisa kuendelea kusikiliza mambo haya tena. Mimi lengo langu la kuja hapa ili kusudi unisaidie, na nafikiri ndo mistake yangu ya kwanza kabisa kufanya. Alizungumza pale Leila na huko alikuwa anasimama. Uko sahihi kabisa Leila. Alizungumza pale Jada na huko naye alikuwa anasimama pia. Ni kiasi gani ambacho tunatakiwa kukulipe kwa haya mazungumzo machache ya kutupotezea muda? Aliuliza pale Jada kwa dhiaka hivi. Siwezi hata siku moja kumtosa pesa Malkia wangu mimi. Mimi sio Malkia, please usiniite mimi hivyo. Mimi sio Malkia kabisa. Sio muda mrefu utakubali kwamba wewe ni bora zaidi ya wengine katika dunia. Ni lazima, kwa sababu ufalme umeshakuchagua wewe, na ndio maana unalindwa usiondoe bikira yako. Kwa sababu anatakiwa mtu asiyechafuka kama wewe. Huu ni upuuzi tu ambao unazungumza, wewe ni muongo tu. Akazitoa noti 3 za shilingi 10,000 za Kitanzania na kisha kuziweka juu ya meza. Nadhani tumelipia muda wako ambao tumetumia Uishi maisha marefu ewe Malkia wangu. Babu Mkaliamboga alizungumza vile. Ndugu hawa wawili wa damu walisonya tu kwa pamoja, na kisha hao walifuata njia na kisha kuondoka humo ndani. Walivyokuwa wakiacha makazi yao ya Babu Mkaliamboga, Leila alikuwa anahisi kupatwa na huzuni kweli kweli, na kuisianza kukata tamaa zilikuwa zinausakama moyo wake. Babu Mkaliamboga alikuwa ndio tumaini lake la mwisho kabisa katika kuelezwa ukweli, lakini sasa naye alikuwa na mvuruga tu akili yake kwa kile ambacho alikuwa amezungumza. Ni kwa nini alikuwa ameandaliwa kuwa malkia wa ufalme asiyojua hata kidogo? Na ni nani ambaye alikuwa amefungishwa naye ndoa? Na ni kwa nini alikuwa ameshaguliwa yeye tu katika Watanzania milioni 62 na sio mwingine? Bado maswali hayo yalikuwa yanaendelea tu kuchakata katika kichwa chake Leila. Jiani kila mmoja alikuwa kimya tu akiwa amezama katika dimbwi zito la kufikiria. Asia alizungumza na mimi kuhusu mpango wake wa kutoroka na mimi. Hatimaye sasa Leila alivunja ukimya ule. Alisema hivyo? Ndio. Nawe sasa ukasemaje? Mimi nilisema hapana tu kwa sababu nilikuwa nafikiria kwamba huyu Mkaliamboga ataenda kunisaidia. Lakini sasa unafikiriaje kuhusu yote ambayo amezungumza Mkaliamboga? Nadhani hapa kuna mambo mengi hapa zaidi ya baba na mama yale ambayo amezungumza. Nafikiri pia tunatakiwa tumfuate mama uso kwa uso. Mama ni shushushu wa baba tu. Nina mashaka sana, sijui kama ataweza kutuambia kila kitu mama. Tujaribu kwanza uweze kujua, pengine anaweza kuzungumza. Kusema kweli haya mambo yananichanganya sana Jada mimi. Tukianzia katika ndoto ambazo naziota kila siku, kifo cha Owen, tatu ambayo nimechorwa bila kujua, ndoa yangu ambayo nazungumzwa kwamba iko njiani. Nafikiria matukio yote yako na uingiliano, yani yako connected kabisa yani Jada. Yana muunganiko fulani matukio yote, lakini ni nani ambaye atatupatia majibu? Sijui. Ngoja kwanza, mimi niko na idea. Idea gani? Aliuliza pale Leila. Tunaweza kumuona kuna huyo mmoja kati ya maprophets maarufu sana hapa jijini. Nilishawahi kumsikia rafiki yangu akimsifia mmoja wao na kuniambia kwamba ni mtu mwenye nguvu mno na yuko na Mungu ndani yake pia. Hata kusali atusali kabisa mdogo wangu Joda. Na vipi huyo mtu wa Mungu nabii sijui atatusaidia kweli? Anafanya miujiza na anaona nyuma ya kile ambacho sisi hatukiona kabisa. Na hakika kabisa kwamba anaweza kutusaidia. Ni wapi sasa ambapo tunaweza kumpata? Kwa sababu mimi kusema kweli nimeshachoka, yani nahitaji majibu Jada, kusema kweli kabisa. Mara zote wanakuepo pale uwanja wa shule ile kubwa pale mjini kila Ijumaa. Usishajua ile shule yenyewe? Ndio pale. Tunaweza kwenda pale Ijumaa. Hapa wazo kubwa ni kufuata yeye mapema kabisa kabla hajaanza huduma zake za uponyaji basi. Sawa basi tufanye hivyo. Safi. Mimi nakuwa pia kabisa dada kwamba nitakusaidia kupata msaada, hata kama itakuwa ni kukubadilishana maisha, kwamba mimi ni wewe. Ni lini umeanza upendo kama huo Jada?
wakati siku zote ulikuwa unatofautiana kabisa mawazo na mimi. Na siku zote mimi nakupenda sana dadangu Leila. Nilikuwa na wivu kidogo tu kuhusiana na wewe na namna ambavyo ulikuwa mpole na mkimya basi. Kwa nini uwe na wivu na mimi sasa? Kwa sababu ni dadangu, rafiki mzuri ambaye sijawahi kabisa kuwa naye katika maisha. Wewe ni mpuuzi sana Jada. Nakupenda mdogo wangu. Nakupenda pia dada. Hansi alikurupuka usingizini kwa kile ambacho alikuwa amekisikia kama kuna mtu vile alikuwa anafungua mlango wa chumbani kwake. Akanyanyuka na kisha kuketi, lakini ghafla alipotazama pale ambapo alikuwa ameyatua macho yake kwa mara ya kwanza kabisa, alimuona mwanamume mkubwa kwelikweli akiwa amesimama upande wa mlangoni. Mwanamume huyu alikuwa amevalia vazi jeusi na kofia kubwa. Hansi alifikiria kwamba mwanamume huyu pengine alikuwa ni mhalifu na alikuwa amekuja hapo kwa ajili ya kumuibia. Tafadhali naomba usiniue, unaweza kuchukua chochote kile ambacho unahitaji katika nyumba yangu, lakini naomba uyaache maisha yangu. Alikuwa anazungumza vile Hansi akiwa anaomba kwa sauti yenye kutetemeka. Mwanamume huyu aliendelea tu kumtazama Hansi kwa muda mrefu bila kukopesha macho yake. Ukimya ulikuwa umetawala tu. Hansi alikuwa anamtazama tu huyo mwanaume kwa hofu, na mwanaume huyu alikuwa anamtazama Hansi kwa hasira vile vile. Hatimaye sasa mwanaume huyu akavunja ukimya na kuzungumza. She is mine. Alizungumza vile tena na tena, kuyarudia maneno hayo yenye maana yeye ni wangu. Hansi na ukweli alikuwa anatetemeka vibaya mno. Aliuliza, wewe ni nani? Na huyo ambaye unasema kwamba ni wako ni nani? She is mine. Na unatakiwa kukaa mbali naye. Alizungumza vile mwanamume huyo, na safari alikuwa anatoa yowe la ukali. Tafadhali wacha kupiga kelele. Alizungumza vile Hansi na ukweli alikuwa anatetemeka kwa hofu. Kama ningekuwa nataka kukua basi ningefanya hivyo tayari. Akaacha kuzungumza na kucheka kwa nguvu kabla ya kuendelea. Achana kabisa na msichana wangu. Kaa naye mbali msichana wangu. Ninakuonya leo. Ninakuonya. Mwanamume huyo sasa alikuwa anapiga kelele akiwa anarudia neno hilo la mwisho zaidi ya mara mbili, na huko alikuwa anamsogelea Hansi. Yaache maisha yangu tafadhali, naomba usiniue. Hansi alikuwa analia kweli kweli. Mwanamume huyo sasa mara baada ya kumfikia Hansi akaonyosha mkono wake kwa ajili ya kumtandika kofi, lakini kabla hata mkono wake haujatua kwa Hansi, dunia ilitawaliwa na weusi na mwanamume huyo alipotea chumbani humo kwa Hansi pale pale. Kuna mwanamume mgeni asiyeonekana sura wala kufahamika kwa vizuri zaidi ya kuonekana kama kivuli. Alikuwa na nyata taratibu kusudi mfuniko wa mfumo wa nyayo zake usisikike. Alikuwa anaingia ndani ya chumba cha Leila. Ulikuwa ni usiku sana muda huu. Chumba kilikuwa kimepua kweli kweli, na giza lilikuwa limetawala chumbani humo. Leila ambaye alikuwa kitandani amelala kwa kujifunika kwa shuka hakuwa kabisa na habari za ujio wa huyo mtu chumbani mwake. Mtu huyo akajisogeza mpaka pale kitandani na kisha kusimama karibu ya Leila. Aligarisha macho yake akiwa anamtazama tu Leila ambaye huyu alipagawa tu na uzuri wake. Kwa kweli mpenzi msikilizaji, Leila alikuwa ni binti mrembo kweli kweli kuanzia sura mpaka umbo. Binti ambaye hakuwa anahitaji kabisa makeup wala lipstick kusudi aonekane mzuri. Yeye mwenyewe alikuwa ni zaidi ya hiyo makeup pamoja na lipsticks. Basi yule mtu aliendelea tu kuyagarisha macho yake akiwa anamtazama tu Leila pale kitandani ambapo alikuwa amelala, na kadri ambavyo alikuwa anazidi kumtazama ndivyo ambavyo alikuwa anazidi kupagawa juu ya uzuri wa Leila. Alikuwa amezoea kumuona tangu akiwa mdogo mpaka hapo alipofika umri wa barehe, lakini jambo ambalo lilikuwa na mateso kwake ulikuwa ni ule uwezo wa kumuona bila kufanya lolote la ziada katika mwili wake. Na sio kwamba alikuwa hana uwezo wa kumfanya chochote Leila, lakini kitu ambacho alikuwa amejiwekea mwenyewe ilikuwa ni kusubiri muda aliokuwa amejipangia, muda wa kulila tunda la Leila ambalo hili lilikuwa bado halijaguswa hata mara moja. Akajisogeza karibu kabisa na Leila kwa kupanda kitandani na kulala pembeni yake, japo hakuwa anataka kushiriki naye kimwili kwa muda ule, lakini sasa alikuwa anahitaji ukaribu wa Leila angalau apate harufu yake tu. Akajisogeza karibu kabisa na kuhakikisha miili yao ilikuwa imebanana kabisa, na kisha akaunyanyua mkono wake na kuanza kumpapasa Leila.
Aliendelea tu kumpapasa na huku alikuwa anamnong'oneza sikioni kwa sauti ya chini zaidi, wewe ni wangu. Leila alikuwa amelala tu wakati aliposikia mtu alikuwa anazungumza katika sikio lake la upande wa kushoto kwamba wewe ni wangu. Sauti ilikuwa inazungumza kwa utulivu mno. Wewe ni wangu. Wewe ni wangu. Alikuwa anasikia tena sauti hiyo, alikuwa anarudia katika masikio yake, na kisha alihisi kuna mtu alikuwa anagusagusa mwili wake na huku pumzi zake zilikuwa zinatoa katika mwili wake. Alipokea mshtuko na kuyafumbua macho yake haraka pale pale. Alishangaa kweli kweli mara baada ya kuliona lile dubwasha ambalo alikuwa amezoea kuliona kwenye ndoto. Lilikuwa limelala pale pale kitandani pembeni yake. Ni mawazo tu ama ndio kweli kabisa? Alikuwa anazungumza Leila na huku alikuwa anafikisha macho yake kutazama vyema pale pembeni ya kitanda kama ilikuwa ni kweli kuna mtu ama yalikuwa ni mawazo tu. Alijaribu kujinyanyua pale kitandani lakini alishindwa. Ilikuwa ni kama kuna mtu alikuwa anamkandamiza chini kusudi asiweze kunyanyuka. Ulishawahi kuipata sleeping paralysis? Waswahili wanaita jinamizi. Basi hali hiyo ndio ambayo ilikuwa imemkumba Leila muda huu. Usifanye hivyo Leila. Lile dubwasha pembeni yake lilizungumza vile na huku lilikuwa linamwekea kidole katikati ya midomo yake. Hofu ilianza kutembea katika mifupa baina ya mgongo wake na uti wa mgongo. Hilo lilimthibitisha kwamba hakuwa tena anafikiria, bali ilikuwa ni kweli kabisa kulikuwa na kile kiumbe pembeni yake pale kitandani. Lakini sasa swali ambalo lilikuwa limebaki katika kichwa cha Leila ilikuwa ni kwamba ni kipi kiumbe huyo alichokuwa anakitaka kutokea kwake. Wewe ni wangu Leila. Siwezi kukudhuru. Lilizidi kuzungumza vile hili dubwana na huku macho yake mekundu alikuwa anamtazama Leila usoni, na kisha alianza kumbusu Leila shingoni. Leila aliogopa kweli kweli, lakini hakuwa na lolote ambalo anaweza kufanya. Moyo wake ulianza kwenda kasi ya hatari na huku pumzi zilikuwa zinapanda na kushuka kwa kasi ya risasi. Dakika chache baadaye Leila alihisi kiumbe huyu alikuwa anaushika mguu wake. Tafadhali acha mguu wangu. Leila alikuwa anajaribu kuzungumza kwa sauti, lakini sauti hiyo iliisha kifuani mwake tu. Ilikuwa ni kama sauti hiyo ilikuwa imezuiliwa tu na koo lake isitoke. Kiumbe huyu alipanga kulala pembeni ya Leila bila kufanya lolote, lakini sasa akajikuta alikuwa anajiondoa taratibu mara baada ya kuona alikuwa anaelekea kuivunja ahadi ambayo alikuwa amejiwekea, ahadi ya kutokujihusisha naye katika ngono mpaka pale siku itakapofika. Alimtazama Leila, lakini akajikuta alikuwa anapata shauku ya kuendelea kubaki pembeni yake. Akamsogelea tena. Joto la miguu yake lilikuwa linampatia vichocheo vya kujikuta akiwa anapandisha mikono yake taratibu mpaka kwenye mapaja ya Leila. Alianza kuyapapasa mapaja. Mzuka si ndio kampanda bwana huyu. Akaiondoa mikono hiyo taratibu na kwenda kubarizi kiunoni. Leila alikuwa anahisi nguo yake ya ndani ilikuwa inaenda kuchomolewa na kiumbe huyu mara baada ya vidole vya kiumbe huyu kuvihisi kutoa katika kiuno chake. Lakini ghafla kiumbe huyu, kabla hata ya kufanya jambo hilo, alisimama pale pale na kuanza kutembea kufuata mlango na kuondoka nje ya chumba kile. Leila ambaye sasa mwili wake uliweza kufanya lolote, akajiinua na kisha kuketi upesi. Jasho lilikuwa likitiririka chini ya uso wake kama maji kutokana na hofu ambayo alikuwa ameibeba. Mwili wake wote ulikuwa unatetemeka kwa uoga. Akatambaa kutokea kitandani na kushuka chini. Alisimama na kisha kuelekea mlango. Alifungua mlango na kukimbilia katika chumba cha mdogo wake Jada. Chumbani humo alimkuta mdogo wake Jada alikuwa ameketi kitandani na huko alikuwa anapumua juu tu. Jada, are you okay? Leila aliuliza pale na huko alikuwa amemsogelea tu na kuketi pembeni yake. Yes, I'm fine. Alijibu vile Leila mara baada ya pumzi zake kukaa sawa. Nilifikiri kwamba nitakuta umeshalala Jada. Nimeamka dada kwa sababu nimeota ndoto ya kutisha sana. Vipi upande wako, mbona upo hapa sasa hivi? Kile kiumbe ambacho nakueleza kila siku kimekuja chumbani kwangu na kikawa kinagusa mwili wangu. Jada, kusema kweli mimi naogopa sana, sijui haya yote yatanisha lini mimi. Yule kiumbe ni nani? Mbona mimi sielewi? Leila, nimejaribu sana kufikiria yote haya ambayo yanakutokea wewe. Umefikiria kitu gani sasa? Inawezekana kabisa kwamba huyu kiumbe ndiye mwanamume ambaye unatakiwa kukutana naye mara baada ya kufikisha miaka 25.
na ndio mwanamume ambaye siku zote wazazi wanasema kwamba umeolewa naye. Hapana Jada, hapana, alizungumza Leila kuonyesha kutoamini kabisa hiki Jada ambacho alikuwa amezungumza. Najua ina ukakasi kidogo hii dada Leila, lakini hata wewe fikiria vizuri kuhusu jambo hili. Umeamka siku moja na kujikuta uko na tattoo katika paja lako likiwa limeandikwa Maini. Boyfriend wako amekufa kimaajabu ajabu mara baada ya kupigwa na mwanaume ambaye amejitambulisha kwa jina la Chirufya. Na wewe humjui kabisa Chirufya yoyote ule. Babu Mkaliamboga amekusujudia wewe na kusema kwamba wewe ni malkia na umepangwa kuishi na mfalme, na sasa wewe kiombe anaugusa mwili wako. Haujafikiria chochote hapo? Unafikiria kile ambacho nafikiria mimi? Leila alimkatisha mdogo wake Jada na kumaliza swali hilo kwa wasiwasi kabla hata hajamaliza kauli yake. Ndio, inawezekana kabisa kwamba utakuwa umeolewa na mzimu Leila. Hapana Jada, hapana, alizungumza pale Leila kwa masikitiko kweli na huku alikuwa anatikisa kichwa chake. Hansi mara baada ya kuamka masaa kadhaa baadaye alitoka pale kitandani mwake na kuanza kutafuta nyumba nzima kumsaka yule mvamizi ambaye alikuwa ameingia pale usiku, lakini kila sehemu ambayo alikuwa anamtazama hakuonekana kabisa, na milango yote ilikuwa imefungwa kama ambavyo alikuwa amefunga kabla hajalala. Hansi alichanganyikiwa kusema kweli. Kama nyumba nzima hakukuwa na mtu mwingine zaidi yake yeye, je, yule mwanamume wa ajabu alikuwa ni nani? Na alikuwa ameweza vipi kuingia humo ndani bila kuonekana kwamba alikuwa amevunja mlango ama dirisha? Alikuwa amepitia wapi mpaka kufika chumbani kwake? Labda pengine nilikuwa naota tu, alifikiria vile tu ndani ya nafsi yake. Lakini ghafla sasa kuna kitu kilimtokea kilichomfanya awaze ile haikuwa ni ndoto bali ilikuwa ni tukio la kweli kabisa. Yeye ni wangu. Sauti hiyo ilisikika ndani ya masikio yake bila uwepo wa mmiliki wa sauti hiyo. Na pia picha yule mwanamume wa ajabu ilikuwa ikija mbele yake ikimtazama na kupotea ghafla. Aliachia pumzi ndefu kwa nguvu bwana Hansi. Labda pengine itakuwa ni vitu ambavyo vinanitokea katika kufikiria sana. Nadhani itakuwa ni kuhusu yule mwanaume. Alizungumza pale bila hata kuwepo mtu pembeni yake. Aliamua kwenda jikoni kutekeleza chai. Akajiaminisha kwamba yale yote ambayo alikuwa nayo yalikuwa ni mawazo tu ambayo alikuwa anafikiria wala haikuwa ni kweli. Mara baada ya kuitengeneza chai hiyo ambayo ilikuwa na majani mengi bila uwepo wa vitafunwa, akazipiga hatua kuelekea kwenye meza ya chakula. Alivuta kiti na kisha kuketi mahali pale. Mara baada ya kumaliza kunywa chai hiyo, sasa alisimama na kuanza kuzipiga hatua kuelekea bafuni tayari kwa ajili ya kusafisha mwili wake. Lakini muda wote alipokuwa anatembea, bado mawazo kuhusiana na yule mwanamume wa ajabu yalikuwa yanajirudia katika kichwa chake bwana Hansi. Aliondoa nguo zake katika mwili wake na kisha kuelekea kwenye jakuzi la maji baridi. Akajiingiza kwenye jakuzi hilo na kutulia tu, akiipokea ladha ya maji hayo ambayo yalikuwa ni ya baridi, yaliyokuwa yanaupatia raha kweli mwili wake. Alitulia tuli tu. Mara baada ya kumaliza akajitoa katika jakuzi hilo na kisha kuchukua taulo lake na kuanza kujikausha, wakati akiwa amesimama mbele ya kioo muda ule. Lakini wakati akiwa anaendelea tu kujifuta huko maji katika mwili wake, kutokea kwenye kioo aliona alama ya mkono kwenye kioo hicho. Alipotazama vizuri aligundua kwamba ulikuwa ni mkono wa kiume, kwa sababu misuli ilikuwa imejitokeza kabisa na huko kiganja kilikuwa ni kipana sana. Aliyafikisha macho yake kama mara mbili hivi kuhakikisha kama kweli ile alama ya mkono ilikuwa ni kweli ama ilikuwa ni mawazo tu, ni wengi tu ndilo lilikuwa linampatia alama hiyo. Mkono huo uliendelea tu kuwepo pale kwenye kioo mara baada ya kuyafumbua macho yake tena. Hansi Ariganda alikuwa na shangaa tu. Alihisi kabisa kwamba kuna mtu alikuwa anajaribu kumchezea ndani humo. Na huku hisia bado zilikuwa zinamtuma kwamba ni mwizi ambaye huyu alikuwa anataka kumwibia mali zake ndani humo jana usiku. Alitazama milangoni. Bado milango ilikuwa imefungwa kiasi kwamba mtu hawezi kabisa kuingia ndani humo. Akajaribu kutazama labda kuna sehemu ilikuwa imepasuriwa na yeye mwizi kuzama ndani humo, lakini bado hakukuwa na wazi wowote ambao ulimwezesha mwizi kuingia ndani humo. Hakuweza kupata kabisa jibu ni vipi alama hiyo ya mkono imejitokeza katika kioo hicho. Akachukua kitambaa na kisha kukiloanisha maji kidogo na kuanza kufuta ile alama kwenye kioo,
lakini kadri vile ambavyo alikuwa anazidi kuifuta ile alama, ndivyo ilivyokuwa inazidi kubadilika, na hatimaye kwenye kioo hicho kulionekana maneno ambayo haya yalikuwa yanasomeka, yeye ni wangu. Hansi aliyatumbulia tu macho maneno hayo kwenye kioo kile. Alikuwa na mshangao mkubwa kweli, na alikuwa na kosa lolote ambalo anaweza kuzungumza. Mungu wangu, na kitu gani ambacho kimetokea? Alikuwa anauliza pale kwa sauti kubwa kweli, kama vile kuna mtu alikuwa anazungumza naye, na alikuwa anajirudisha nyuma kwa uoga. Ghafla akasikia cheko kubwa kweli kutokea kwenye kona ya chumba hicho, na pale sasa yale maandishi kutoka kwenye kioo yakafutika kabisa. Akili yake ilikuwa inapelekeshwa na hofu ambayo hii ilikuwa imemkumba ghafla Hansi. Alikuwa anashindwa kabisa kuyaelewa haya yote ambayo yalikuwa yanamtokea ndani ya nyumba yake. Akajiondoa humo na kisha kurejea chumbani kwake upesi. Alivaa nguo zake haraka. Bado alikuwa amevuruga kweli na hicho kitu kigeni ambacho kilikuwa kimetokea katika nyumba yake. Yeye ni wangu. Aliendelea tu kusikia katika masikio yake mtu akiwa ananong'ona vile. Haraka Hansi akaikimbilia Biblia yake ambayo ilikuwa ndani ya kabati, na kisha alifungua, ambapo alienda moja kwa moja kwenye kitabu cha Zaburi 23. Japo alikuwa na imani ya Mungu katika moyo wake bwana Hansi, lakini hakuwa na utaratibu wa kwenda kwenye nyumba za ibada. Alianza kuisoma tu Biblia hiyo kwa kurudia hivi: Bwana ndiyo mchungaji wangu, sintopungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Nijapopita katika bonde la kivuli cha mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kinywani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mara baada ya kumaliza kusoma Zaburi 23 katika Biblia kwa nguvu kwa dakika kama moja kwa kurudia, alienda sehemu ambayo alichukua chupa ya whisky na kisha kumimina kwenye glasi kabla ya kupeleka kinywani mwake na kukata mafunda kadhaa. It's all over, alizungumza vile Hansi tu, na alikuwa anaondoka. Alikuwa anakwenda mbele na kurudi nyuma ndani ya chumba chake. Moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi kadri fikra za kwamba alikuwa anawalewa na mzimu zikiwa zinagonga kwenye kichwa chake. Alizidi kuwalaumu sana wazazi wake wote kwa kitendo hicho ambacho mwenyewe alikiita sio cha utu kabisa. Labda pengine lile dubwasha ambalo lilikuwa linamtokea sio kweli. Pengine zilikuwa ni hisia zake tu, na labda kule kushikwa shuka kwenye mapaja yake lilikuwa ni jambo la kufikirika tu. Lakini ni vipi kuhusu alama ya tatu ambayo alikuwa amechorwa katika paja lake la mguu? Bado Leila alikuwa amebaki kwenye mkanganyiko mkubwa zaidi. Inawezekana kabisa Jada amezungumza ukweli kuhusu dhana yake ya mimi kuolewa na mzimu. Leila alifumbua midomo yake ndani ya kinywa chake, na kisha alichukua viganja vya mikono yake na kupangusa jasho usoni mwake. Wazo la dubwasha lile la kutisha kuandia mumewe likamfanya apate na mawazo zaidi kila ambapo alikuwa anafikiria. Matumaini yake Leila yaliyokuwa yamebakia katika moyo wake ilikuwa ni kwa nabii peke yake ambaye huyu alikuwa ameelekezwa na Jada. Alikuwa naamini kabisa kwamba ndio atakuwa na majibu ya maswali yake yote ambayo alikuwa anajiuliza. Alikurupuka kutokea kwenye mawazo yake mara baada ya kusikia vibration ya simu ambayo hii alikuwa ameweka juu ya dressing table. Akaikamata vizuri na kuanza kusoma ujumbe uliokuwa umetumwa na Hansi. Nahitaji kuonana na wewe haraka inavyowezekana. Hey, vipi, uko sawa? Leila naye sasa alituma ujumbe wake mara baada ya kusoma ujumbe huo wa Hansi. Ujumbe mwingine ukaja mara baada ya ujumbe ule wa Leila. Siko sawa kabisa, tunaweza kuonana tafadhali? Alifikiria mtu wa kuzungumza naye mengi ambayo alikuwa anaendelea kumsumbua. Aliona kwamba Hansi ni mtu sahihi. Ilibidi sasa kubali kuonana na Hansi. Aliandika ujumbe na kisha kutuma kwenye simu ya Hansi. Njoo basi unachukua saa 9 mara baada ya kazi. Alijibu vile Leila, na huko alikuwa anafuatia na kumwelekeza namna ya kufika ofisini kwake ambapo ndipo alikuwa anataka mfuate. Akarejesha simu yake kwenye dressing table na kisha kuzianza hatua kuelekea bafuni.
Akaingia kwenye sehemu ya kuogea na kisha kuyaruhusu maji kutoka katika mwili wake. Mara baada ya dakika kama 10 alitoka bafuni humo na kisha kuanza kujikausha maji. Akalifuata kabati na kisha kutoa gauni jembamba ambalo hili lilikuwa limechongoka chini. Lilikuwa na rangi ya zambarau pamoja na blausi ya rangi nyeupe. Aliyavaa yote mavazi haya na kuanza kuzipiga hatua kuelekea nje ya chumba chake, na huku mkoba wake alikuwa ameuning'iniza katika bega lake. Alipofika sebuleni alikutana na watu wote wa familia yake walikuwa wanapata kifungua kinywa asubuhi hii. Habari za asubuhi, alisalimia vile Leila, na huku alikuwa anazipiga hatua kuelekea mlango. Umeshapata chai tayari? Mama yake alimuuliza vile. Hapana. Vipi, unahitaji lift dada? Jada aliuliza vile hata kabla mama yake hajaongeza swali jingine. Asante mdogo wangu, alijibu vile Leila, na huku alikuwa anazipiga hatua kuelekea nje. Leila alitembea kwa dakika 20 kwa mwendo wa haraka mpaka kufika kule shuleni ambako alikuwa anafanyia kazi. Alifika saa 1 dakika 50 hivi. Ni dakika 10 tu ndizo ambazo zilikuwa zimebakia kabla ya vipindi kuanza madarasani. Alitembea haraka na kuelekea darasani kwake ambako alikuwa anatakiwa kuandaa somo litakalotakiwa kuanza muda mchache baadaye. Kutumia siku yake nzima katika kukaa na watoto na kusikiliza kelele zao lilikuwa ni swala ambalo lilikuwa likimpatia hasira mno, kwa sababu ile kwamba walimu haukuwa kwenye damu, lakini ilibidi sasa jitahidi kusudi kutimiza majukumu yake tu. Kuna muda alikuwa anaona bora hata kukutana na kelele na fujo za wanafunzi shuleni kuliko kero za familia yake nyumbani. Good morning Madam Leila. Alikuwa ni Madam Linda ambaye huyu alikuwa anamsalimia Leila kwa tabasamu pana. Leila aligeuza uso wake na kisha kumtazama. Oh, Madam Linda. Yes, unaendeleaje Leila? Baba yako alisema kwamba utakuwa nyumbani kwa wiki kadhaa kwa sababu naumwa. Amesema hivyo? Ndio amezungumza. Na ninashangaa kweli kukuona hapa muda huu. Oh, kwa sasa hivi najihisi vizuri madam. Niko fit kabisa kwa ajili ya kuendelea na kazi. Alizungumza vile Leila, na huku alikuwa anatengeneza tabasamu bandia usoni mwake. Basi ni sawa kama nazungumza hivyo, lakini usisite kuondoka muda wote kama utajihisi bado hauko sawa. Sawa, nashukuru sana madam. Alizungumza vile tu Leila, na huku alikuwa anatikisa kichwa chake. Na katika upande mwingine pia baba yako amenieleza kuhusu sherehe yako ya harusi. Hongera sana Leila. Lakini kwa nini hukuzungumza siku zote habari njema kama hizo hata sisi tukajumuika na wewe? Leila alitikisa kichwa chake tu. Nilikuwa nasubiri tu wakati sahihi kusudi kueleza madam. Alidanganya vile Leila. Basi sawa, nimefurahi sana na sikujua kabisa mwanzo kama ulikuwa hata na boyfriend. Na mimi hata sikuwa najua hata. Alizungumza vile Leila, na huko alikuwa anapumulia chini. Unasema? Hapana madam. Kwa sasa pete yako ya uchumba iko wapi? Na mmeshaanza tayari mipango ya sherehe hiyo ya ndoa? Leila alibaki kimya tu akiwa na keruka kweli na maswali hayo ya mkuu wake wa shule. Hiyo ilikuwa ni issue sensitive kweli kwake. Hata hivyo alishangaa kweli ni kwa nini baba yake aliamua kueleza issue kama hiyo. Kutokana na heshima yangu kwako nilikuwa naomba tusizungumzie hizi habari tena. Oh, kumbe. Ndio madam. Sawa, basi tutaonana baadaye, au unasemaje? Kama unahitaji ushauri kuhusiana na sherehe pamoja na ndoa, basi ishikie huru tu kuja ofisini kwangu, tunaweza kuzungumza Leila. Sawa. Leila alizungumza vile, na kwa alikuwa na keruka kweli na madamu huyo. Madam Linda alitoka darasani humo alipomwacha Leila na kurejea ofisini mwake. Alizitoa pumzi nzito kabla ya kugeuka na kuwatazama wanafunzi waliokuwa wakiingia darasani humo. Alisalimiana nao vizuri tu kwa tabasamu, na huko alikuwa anawakumbatia kwa furaha. Leila ingawa hakuwa na shauku na kazi yake ya walimu, lakini alikuwa anaonyesha mapenzi makubwa kweli kwa wanafunzi hawa ambao walikuwa anawafundisha. Basi mara baada ya wanafunzi wote kuhakikisha walikuwa wameingia darasani, alianza kufundisha kile ambacho alikuwa amekiandaa kwa siku ile. Je, ni kitu gani ambacho kitaendelea? Karibu sana tuweze kujua sehemu ijayo, sehemu ya 6, kuna kitu gani ambacho kiliendelea na hatima nzima ya maisha ya Leila pamoja na hilo dubosha lake. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix.